Chacha, na imekuwa ni kauli ambayo imezidi kuleta sitofahamu baada ya kutoka Tanzania kwa kwenye michezo, lakini imekuwa ni kauli ambayo inasoma, lakini hapo pia Chacha naye alitoa kauli ambazo wana Yanga hawajapendezwa, ikionekana kama kuna masuala ya rushwa kutoka kwenye kwa viongozi wa Yanga na watu wa Yanga kwenda kwa wachezaji wa Tabora United. Labda maoni yako na mtazamo wako kama shabiki wa Yanga na michezo duniani. Unajua bana, haya maisha yanaenda kasi sana. Mimi kama ulivyosema ni shabiki wa Yanga. Na niliwahi kuambia kwamba pamoja na kwamba ni mshabiki wa Yanga, lakini marafiki zangu wengi wako Simba kule. Na wakati mwingine hata kwenye michango mtu ukiingia kwenye shida, wanaokuchangia sana ni wale watu wa Simba kuliko hata hawa kwako ambao umezaliwa nao tumbo moja huko. Kwa hiyo mimi nadhani Yanga na Simba zisitumike kama ngao ya kuvunja sheria katika nchi yetu. Narudia tena, kuwa Yanga au Simba isiwe ngao ya kuvunja sheria katika nchi yetu. Nchi hii inaendeshwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Michezo ipo kwa mujibu wa sheria kupitia Baraza la Michezo la Taifa la mwaka 77 kama sikosei. Kwa hiyo sheria, kanuni na taratibu ziko pale pale. Kauli ya Ally Kamwe pamoja na uyanga wangu nimeisikiliza, haina afya. Na mimi si Yanga, ningekuwa mimi ndo mkuu wa mkoa wa Tabora, yule ningemtia ndani. Ningemuonyesha mamlaka nilio nayo kama mkuu wa mkoa, ningemtia ndani ili ashike adabu. Najua ni Yanga mwenzangu, lakini kuwa Yanga haimaanishi kwamba udharau viongozi, udhalilishe viongozi. Kwamba wewe ukishakuwa Yanga au Simba unaweza ukamtukana mkuu wa mkoa, ukamtukana waziri, ukamtukana hata rais kwa sababu tu wewe ni Yanga au Simba. Hatuwezi kuendesha mpira kwa namna hiyo. Kwa hiyo mimi ndiye ningekuwa Paulo Chacha, mkuu wa mkoa wa Tabora, alipokuwa amepumzika pale, ningempelekea mbwa, wenzake wangerudi Dar es Salaam, yangebaki Tabora, ili ajifunze kwamba kukosoa na kudharau viongozi ambao wameteuliwa na mamlaka za juu kwa sababu tu wewe ni Yanga au Simba sio jambo jema. Na mimi nasema tusientertain haya mambo ya hovyo haya kwenye mpira. Yaani TFF na bodi ya ligi watunge kanuni na sheria kali sana kuhusiana na hawa maafisa habari wa vilabu hivi. Mimi sijawahi kusikia msemaji wa Mji Mpwapwa au Biashara United au Mashujaa United au Tabora United au JKT wanatoa kauli tata kwa baadhi ya viongozi. Maana nakwambia hivi kwa sababu hata yule wa Simba kuna wakati kule Mwanza alitoa kauli ya ajabu sana juu ya mkuu wa mkoa wa Mwanza. Na kwa sababu moja tatizo la nchi yetu hii, tumejiingiza kwenye siasa kwa sababu ya siasa. Yaani tumejiingiza kwenye siasa kwa sababu ya siasa. Yaani wewe msemaji wa Yanga au Simba una mandate gani ya kumtolea maneno kama yale mkuu wa mkoa wa Tabora? Mimi ngoja nikwambie, huyu mkuu wa mkoa wa Tabora huyu akiwa DC, kwanza ni kati ya vijana wachache wa nchi hii. Huyu mkuu wa mkoa wa Tabora huyu ni kati ya vijana wachache wa nchi hii ambao wanajielewa na kujitambua.
na ndiye mkuu wa mkoa mdogo mwenye kipaji kikubwa sana cha uongozi, na amepata mafanikio makubwa sana. Lazima kama taifa tuwe na utamaduni wa kuwapa moyo vijana wa Kitanzania ambao wamepata madaraka makubwa katika nchi yetu yenye watu milioni 60. Kuaminiwa na rais kwa mkuu wa mkoa sio kitu kidogo sana. Kuna vetting zimefanyika hapo karibu 100. Leo mtu kwa sababu ni msemaji wa Yanga anaenda kumdhalilisha mkuu wa mkoa. Na sijui, na kwa sababu hawa viongozi wetu wakuu wa mikoa na wao wanadhani wakichukua hatua kwa hawa wasemaji wa hizi kilabu kubwa mbili labda wataondolewa. Ningekuwa mimi ningechukua hatua, ni kama nikuondolewa niondoe tu. Kabisa, mimi nakwambia ukweli. Yaani kuwa Yanga haikupi nafasi ya kuvunja sheria za nchi. Sheria za nchi zinabaki pale pale. Na mimi nilikuwa kati ya watu waliomtetea sana Ally Kamwe wakati ule anasuguana na Haji Manara. Kama sikosei, nilijitokeza nikasema usemaji wa klabu ya Yanga unahitaji kijana ambaye bado ana nguvu. Na Ally Kamwe bado ni kijana ambaye anaweza akatusaidia Yanga kwa sababu bado ana nguvu. Nilikuwa kati ya watu wachache waliomtetea Ally Kamwe wakati anapambana na Haji Manara. Na wote ni watu wa Yanga. Lakini huyu dogo naona kama ana mambo mengi ambayo anaongeaga bila kujua kwamba yaani akishaona kundi kubwa la watu wamempokea, anajiona kwamba yeye anaweza akavunja sheria kwa sababu wanachama wengi wa Yanga wako nyuma yake. Hatuwezi kwenda namna hiyo. Wale wanachama wa Yanga wale waliompokea Ally Kamwe ni wakazi wa Tabora. Wanaongozwa na mkuu wa mkoa kama kiongozi wao. Yaani hata kama mkuu wa mkoa mnasema alitoa kauli tata, kwa sababu mimi pia nilimsikia, haikuwa kauli mbaya kiasi hicho. Yaani mimi nikikwambia kwamba wewe unanitumia mimi message, kwa mfano mimi hapa nilipo 100% naiombea Yanga iwe bingwa wa Tanzania. Yaani ninalala, ninaomba, ninakesha kuombea Yanga iwe chukua ubingwa kwa mara nyingine wa Tanzania. Hivi mimi kwa mfano nikituma tu message kwa baadhi ya kiongozi ama mchezaji yoyote, hayo yapo kwenye ligi zetu za mchangani hizi. Bwana, kwani hiyo message ikitumwa ina ubaya gani? Na hata hiyo kauli kwamba mkuu wa mkoa yeye ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Tabora. Na Yanga ni klabu kubwa katika nchini, moja ya vilabu vikubwa na Giant, na ndio timu ya klabu ya kwanza kuzaliwa kwenye utawala wa nchi hii. Ina mchango mkubwa sana katika taifa letu. Huwezi Yanga ikaenda Tabora, mkuu wa mkoa asiwe na taarifa yoyote kuhusu Yanga. Sasa inavyoonekana huyu Ally Kamwe hajui maana ya mkuu wa mkoa, hajui kazi ya mkuu wa mkoa. Yaani yeye anadhani kwamba mkuu wa mkoa ni kama oya wa Yanga tu au Simba. Mkuu wa mkoa anapambana na vitu vingi. Kwenye mkoa wake watu wangapi leo wamepotea hawajulikani walipo? Watu wangapi leo wamepata ajali? Watu wangapi leo wamelala njaa? Watu wangapi leo sijui wamegombana huko si mke na mume? Sijui kuna watu huko sijui wamefumaniana. Mkuu wa mkoa anachukua taarifa, anapelekewa taarifa zote za mkoa wake. Na anaakti. Na yeye akishapelekewa taarifa ana watu wake ana mtu wake ambaye anapaswa kupeleka hizo taarifa hapo na hatimaye zitafika kwa Mheshimiwa Rais. Wakati mwingine TFF iwe naishauri TFF iwe na agenda ya kuwashauri wasemaji wa vilabu hasa vya Simba na Yanga, kwa sababu unajua nchi hii inavurugwa na klabu mbili tu ambazo zinavuruga mpaka ndani ya serikali. Klabu mbili tu. Yaani haziishii tu huko, zinaishia mpaka kwenye maserikali, mpaka kwenye vyama wamo Simba na Yanga. Kwa hiyo nadhani kuwe na elimu ya michezo
kwa viongozi wa hizi klabu mbili kubwa. Yaani serikali ikiwa na semina kwa watumishi wake wa umma, wawakaribishe na hao viongozi wa Yanga na Simba, wakiwemo hao wanahabari hao, na wenyewe wapewe semina namna ya kuhendo, namna ya kuzungumza na namna ya kudili, kwa sababu unapozungumzia Yanga unaweza ukashangaa kauli yako moja tu inaleta mgogoro ndani ya mkoa Yanga ilipo, na kauli yako moja tu kama msemaji wa Yanga inaweza ikaleta maafa kwenye mkoa husika. Sijui kama hawa watu wanajua ukubwa wa Yanga na Simba. Mimi siku moja nilikuwa ni mtangazaji. Mimi nimewahi kuwa mtangazaji. Nafikiri Yanga tulipoteza dhidi ya Simba. Siwezi kwa goli ngapi, sijasahau. Maana tangu tupoteze sijawahi kwenda uwanja wa Taifa mimi. Tangu tupoteze hiyo mechi. Ndimbo, Clifford Mario Ndimbo alikuwa yeye ni Simba sana. Mimi ni Yanga sana. Tulitengeneza kipindi bora sana cha michezo Tanzania na hakijawahi kutokea tena tangu sisi tuachane na mambo ya utangazaji. Ule Ndimbo na mimi na mtu mmoja alikuwa anaitwa Baraka Ngemba na dogo mmoja tu Saidi Kirumanga, tulikuwa na kipindi kimoja cha michezo bora sana. Ndugu yangu, nilisema Yanga, nilikuwa na hasira sana baada ya kufungwa. Niliwasema sana wale wachezaji wa Yanga na viongozi wa Yanga. Kiongozi mmoja wa Simba, sio kiongozi, alikuwa ni mjumbe wao, akanitumia message tukiwa on air. Ndugu yangu wewe, pamoja na kwamba ni Yanga, lakini unajua hao ndugu zako hao sio mchezo unajua. Umefungwa, vumilia tu. Ukikasirika uanze kuongea ni hatari. Mzee, nilikwenda Yanga pale. Nilikuwa nimeenda cover story gani, tulikuwa na mtu mmoja mtu alimliko Mengere, nimeshasahau, ni muda mrefu maana sasa tunakuwa watu wazima. Watu wa Yanga unatakiwa uende nao kwa steps sana. Watu wa Simba unahitaji kwenda nao kwa steps sana. Kwa hiyo hawa wasemaji wa Simba na Yanga wanahitaji kujua ukubwa wa hizo klabu, umuhimu wa hizo klabu. Wasio wanaropoka tu maneno. Unaweza kutamka neno moja tu kuhusu Yanga au Simba likaleta maafa katika nchi. Sasa Alikamwe, narudia tena, ningekuwa ndio mimi sana, nijua mimi ni Yanga mwenzake na mimi ndio niko pale Tabora, mzee, ningemshughulikia. Wenzake wangekuja Dar es Salaam, Yanga baki Tabora, na angekaa kweli kweli hapo mahabusu hapo, angekaa kweli kweli. Ningemfanya kama Mwalimu Nyerere alivyomkamata yule jamaa yule, alikuwa si mtu wa dini yule, alikuwa jitapa kwamba mimi serikali yote ya Tanzania iko mfukoni mwangu. Mwalimu akamtia ndani na kumwacha. Kuja si maaskofu si manani huko wote, hakuna kumwacha huyo. Alikamwe ningemweka ndani na asingetoka. Ningemweka tu hapo ndani, anapelekea ubwabwa, anapelekea ugali, anapelekea maharage, anakula hapo ametulia. Angekaa. Ili tutengeneza adabu. Watu wasije wakajisahau. Siku moja wataanza kumdharau mkuu wa mkoa, watamdharau waziri, watamdharau si nani, mwisho wa siku wataenda kumdharau mpaka kiongozi mkuu wa nchi, kwa sababu wao ni Yanga au ni Simba. Kwa lazima tudhibiti ili wimbi ambalo halina tija kwa taifa letu. Unapomdharau mteule wa rais na kumdhalilisha, maana yake unaweza siku moja ukamdharau hata aliyemteua. Kwa hiyo hawa watu sio wa kuonea aibu. Kabisa sio wa kuonea aibu. Mimi ni Yanga kweli kweli. Ndio maana siku hizi nanenepa kwa sababu tunawafunga sana Simba. Na hata sina wasiwasi wala hofu kuhusu Simba siku hizi. Lakini mimi rafiki zangu wako Simba kule, huwezi kukuta mimi na eti mimi kwa sababu ni Yanga au Simba basi tunakuwa eti maadui. Ni mambo ya ajabu sana. Yaani Simba na Yanga ni timu za utani, sio timu za uadui. Utani wetu unaishia hapo, maisha yanaendelea. Kuna huyu yeye baba ni Simba, mama ni Yanga. Bwana mimi kwenye familia yangu liko hivyo hivyo. Mimi bwana, mama watoto wangu ni Simba sana. Sana tu. Mimi ni Yanga. Na siku ya mechi ya Simba na Yanga, mimi siangalii mpira nyumbani. Mimi naenda kuangalia na kujua mwenyewe. Na Yanga ikifungwa naweza nisirudi nyumbani. Yanga ikishinda wa kwanza niko ndani. Yanga ikishinda. Kwa hiyo hizi klabu yani
zisitumike kutaka kujiona kwamba wewe unapokuwa Yanga au Simba wewe ni final say. Hakuna. Serikali ipo na utawala upo. Wewe sio final say. Kwa hiyo mimi nilisikiliza ile kauli ya Alikamwe ile, nikasema huyu ni Yanga mwenzangu. Sasa mbona anapotoka huyu? Haya maneno gani ya kusema huyu? Alafu anamtaja tu rais tu. Yaani taasisi ya urais unahitaji rais tu, na hata huyu aliyemteua unamtaja rais tu. Kisa wewe ni Yanga, wamekupokea watu karibu 100 pale, basi wewe unajiona kwamba wewe unaweza kufanya lolote yani katika nchi hii. Haipo hiyo. Hiyo haipo bro. Kamwe bado ni kijana mdogo. Ushauri wangu ni kwamba anapokuwa anaenda mikoani huko na watu wake hao, aangalie na kitu gani anaweza kukitoa kwa jamii kabla ya kukitoa. Aangalie na mshauri. Na mimi nimesema ningekuwa mimi ndio niko pale kama mkuu wa mkoa, ningemlaza ndani kumtia adabu angalau hata wiki 2. Na nimeshangaa Chacha kamwachaje huyu? Na Chacha ni mtu wa Mara, amemwachaje huyu? Alafu Chacha yaani unajua unapokuwa na watu wenye akili, bado vijana wadogo, Alikamwe anahitaji kumsupport Chacha kwa sababu ni kijana mwenzake. Asitaki kumharibia kupitia Yanga. Umeelewa? Ni kama yule wa Simba alivyoenda akamwataki Mtanda kule Mwanza. Anamtolea Mtanda mambo ambayo hata hayapo. Umeelewa? Yeye ni mkuu wa mkoa wa Mwanza, ni mtu mwema. Mimi zaidi Mtanda namfahamu, ni mtu mwema sana. Wewe unaenda kwa sababu tu wewe ni Simba unaenda kumtolea maneno ya ajabu. Yamejirudia kwa Alikamwe. Kwa hiyo na yote tunayalea sisi. Bodi ya ligi, TFF wawe na sheria kali tu. Watengeneze kanuni ili uwe msemaji wa Yanga au Simba, kuna vigezo lazima uwe navyo. Sio elimu tu. Elimu unayo lakini kuna vigezo vingine lazima uwe navyo. Mimi nimesikitishwa kwa sababu nilikuwa ni sehemu ya watu waliomtetea Alikamwe sana wakati ile saga na Haji Manara. Haji Manara mimi sina shida naye, Alikamwe sina shida naye, lakini nilisema Alikamwe bado ni kijana, kwa hiyo tunaweza tumwachie Yanga pale. Haji Manara anaweza kutafutiwa nafasi nyingine pale Yanga akafanya kwa sababu wote ni Yanga kwa nia njema. Sasa wanakuwa na matukio ya ajabu. Wanadhani kuwa Yanga wewe tayari ni rais, wewe ni waziri, wewe ni mkuu wa mkoa, wewe una kila kitu. Hapana. Hii hatuwezi kuikubali. Kwa hiyo mimi namshauri Alikamwe na anisikilize. Namfikishia ujumbe huu. Ningekuwa mimi Yanga mwenzake, angebaki Tabora pale angebaki. Lakini ningemtoa baadaye. Angebaki pale angetoka baadaye, lakini kama wiki 2 hivi. Lakini namshauri kwa sababu bado mdogo, tunahitaji kumshauri na kumjenga kwa nia njema kabisa. Awe anaangalia namna ya kudili na wanachama wa Yanga. Yanga ni timu kubwa, ni klabu kubwa. Kama ilivyo Simba pia ni timu kubwa, klabu kubwa. Kwa hiyo viongozi wa hizo timu na hizo klabu, umakini unatakiwa sana unapokuwa unatoa neno kwenda kwa walaji, kwa maana ya mashabiki wao. Nimesikitika kweli. Mimi sijui, ningekuwa karibu na yule mkuu wa mkoa. Mimi simjui wala sina ukaribu naye. Lakini naambiwa kwamba pia anatoka Mara kwa taarifa zilizopo. Mimi ningekuwa niko karibu naye, ningemwambia hiyo mechi inamalizika tu, anamtia ndani. Kabisa. Na unatoa sababu za msingi. Nimemtia ndani kwa sababu 1 2 3 4. Watakuja watu kusema mwachi. Hapana, simwachi. Akae ndani hapo kwanza, ili ajifunze. Kwa sababu yule wa Simba alifanya kule Mwanza. Akasababisha mpaka mkuu wa mkoa akaja kujitetea tena mbele ya kamera. Yaani unatumia Simba na Yanga sasa zimekuwa ni klabu ambazo zinaweza zikaiendesha serikali.
Nani kasema? Kwa hiyo nimesikitika kweli, kwa sababu Ali yule wa Simba bado kijana mdogo, anahitaji pia kushauriwa na kulelewa tu. Huyu wa Yanga bado kijana mdogo, anahitaji kushauriwa na kulelewa. Lakini wanapovuka mipaka, lazima adhabu ziwakute. Unajua, mimi napenda kiongozi ambaye anasimamia anachokiamini. Yaani eti kwa sababu wewe ni Yanga au Simba unafanya kosa basi uachwe tu. Kwa hiyo wale ambao hawana, sio mashabiki wa Yanga wala Simba, maana kuna nchi kuna watu wako hawako Simba wala Yanga, wao wataishije? Yaani kwamba watu wanataka kuzitumia hizi klabu kwamba wanaweza wakafanya chochote tu. Hapana. Mimi nimekwambia, mimi kwenye familia yangu tumegawanyika Simba na Yanga. Mama ni Simba huko, mimi ni Yanga. Na huo ndio Tanzania. Kwa hiyo mimi nikuhakikishie bana, mimi ndio ningekuwa pale kama RC wa Tabora. Labda tubakigi hivi tu. Mimi napenda mtu ambaye anasimamia anachokiamini. Umefanya kosa, lazima sheria ichukue mkondo wake. Kwa hiyo wakati nahitimisha, kama utakuwa na swali, naishauri bodi ya ligi na TFF wajaribu kuwadhibiti wasemaji wa hizi klabu za Simba na Yanga. Kwa sababu ukisikiliza vilabu vingine hivi 14 vilivyobaki, wasemaji wake hawaongei maneno ya ajabu sana. Lakini kwa nini wasemaji wa Simba na Yanga wamekuwa kama comedian? Yanga ni taasisi kubwa, Simba ni taasisi kubwa. Wapunguze comedian, wazungumzie reality ndani ya mpira. Huko comedian hausaidii chochote. Kazi yako ni kuhamasisha na kutoa taarifa, na taarifa zenyewe unazitoa mpaka viongozi wa kuruhusu. Kwa mfano Alikamwe na huyo wa Simba, na wanaga wanaenda mikoani, hawatakiwi kuongea kitu. Labda nishauri jambo, Simba na Yanga wanatakiwa wawe na, unamuona Alikamwe alivyo pale, sasa awe na mtu wake juu, au yule wa Simba awe na mtu juu. Wanapokuwa wanakwenda mikoani kuhamasisha watu wao, wanachama na nini, whatever, unapotaka kuongea yule, kama Alikamwe anataka kuongea au yule wa Simba Ahmed Ali anaongea na huyu mtu wake wa juu, bwana, mimi nikifika Tabora kule niongee nini? Nakutana na wanachama hivi, naweza nikaongea 1 2 3 4. Yule kiongozi wake wa juu, acha ngazi ya urais, wa juu, labda tuite sijui mkurugenzi wa mawasiliano, yule si afisa habari, awe na mkurugenzi wake wa mawasiliano hapa juu. Kwa hiyo kabla hajasema lolote, lazima hiyo department ambayo iko juu yao ichuje na iwaambie, kama ukifika Tabora au ukifika Mwanza unataka kuongea nini, 1 2 3 4, ili namba 2 acha, namba 4 acha, ongea namba 1 na namba 3, over. Yaani hicho ndio kitu ambacho wanatakiwa washauriwe hivyo. Lakini wanavyowaacha tu wakienda kule ndio, hapana. Bado ni vijana wadogo, tunapaswa kuwashauri, na kuwashauri ni pamoja na kuwaonyesha kwamba wanatakiwa uende huku, ama mengine tuache. Ukiacha wajiendeshe wenyewe, wataharibu hizo klabu. Kwa sababu wataanza kuwasema vibaya wakuu wa mikoa, watakuja kwa mawaziri, watakuja hata kwa wewe ambaye amewateua wakuu wa mikoa. Sasa lazima tuidhibiti hiki kitu mapema. Na wanachama wenzangu wa Yanga na mashabiki wenzangu wa Yanga, msinielewe vibaya. Mimi ndio nilivyoumbwa. Kama ni nyeupe ni nyeupe, nyekundu ni nyekundu, nyeusi ni nyeusi. Mimi ndio nilivyoumbwa. Mimi ni Yanga kweli kweli. Lakini usije ukatumia Yanga kuvunja sheria, ukadhani kwa sababu yule Yanga mwenzangu yuko pale. Hapana. Wa Simba na haki, wa Yanga na haki. Na hata nyinyi mashabiki wa Simba, msinishangae. Wako wengi pale. Tulikuwa tunakunywa kahawa pale Msimbazi pale. Kuna jamaa zangu. Na juzi ndo nimemwona naongea. Ni mshabiki wa Simba sana. Mweusi mfupi. Nishamsahau maana na siku nyingi. Na yeye sasa amekuwa mtu mzima kama mimi. Tuna marafiki wengi upande huo na upande huu. Lakini kwenye misimamo ibaki ile misimamo yetu. Tusibadilishe misimamo yetu.
Lazima kuwe na utaratibu ambao unaheshimu viongozi wa serikali, lakini pia kuwe na utaratibu ambao viongozi wa serikali wanaheshimu mpira na hizi klabu kubwa, kwa sababu zina maslahi yake, zina kila kitu. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunazilinda hizi klabu kama icon ya nchi yetu, lakini pia lazima hizi klabu zijue kwamba sheria za nchi zipo na lazima tuzifuate.